sarakasi nyingi. Leo hii kuna watu wanaimba mpaka wanabinuka vilili, sijui ndio vilipa, sijui nini. Na binuka miguu kichi. Halafu anasimama na cheza nini? Nenda kwenye nyimbo zenyewe zinazotungwa hazina ujumbe. Anaimba mambo yake tu. Ndio maisha ya mtu. Tunahitaji kutengeneza umoja na nguvu ya kanisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Hadi kasema utakumbukwa kwa lipi? Kipi kifanyike ili uache kumbukumbu sahihi katika maisha yako? Kipi kifanyike ili na wewe uwe na alama? Kipi kifanyike? Kulingana na muda wetu hapa, tutaka sijui historia ya Biblia. Nataka niguse historia ya kanisa moja kwa moja, ama mambo mengine niruhusu niache. Tukipata nafasi tutaambiana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye semina hii niliwekewa na kipengele kwamba tuzungumze na imani potofu. Sikiliza historia ya kanisa letu. Moja, tunaanzia hapa kwamba wazee wetu, yani waasisi, walijenga imani yao juu ya msingi wa Kipentekoste. Wazee wetu waliopokea imani hii walijenga msingi, waliamini kwa Yesu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Hiyo ndio Injili. Na walisisitiza juu ya mabadiliko ya maisha baada ya mtu kuokoka. Hayo ni mahubiri na sehemu ya mahubiri yao. Wakichukua kwenye andiko katika Wakorintho wa pili sura 5:17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Hakuna wokovu kama hakuna badiliko. Lazima mtu anapookoka aiache dhambi. Tubu na kuokoka. Na tuliamini hilo. Na hilo ndio tulipokea. Ili watu wafike mbinguni lazima watubu dhambi na kuiacha. Na kuamini kwamba ndani yao Mungu anatengeneza utu upya. Utu upya ni kitu ambacho huwezi ukakitengeneza penyewe, isipokuwa kuna uwezo na uwezesho wa Roho Mtakatifu anayetengeneza vitu na kubadilisha mambo. Ndio mtumishi alikuwa anazungumza habari ya moyo, na Biblia inasema moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Nani aujuaye moyo? Mungu anajua moyo. Ile nia ya moyo nani anayeweza kuijua? Kwa hiyo waliamini na kutuhubiria Injili, nasi tunaamini hili ni neno la Mungu, ya kwamba mtu akiwa ndani ya Yesu anakuwa kiumbe kipya. Na katika hilo tunahitaji kuona mabadiliko. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Watu wakitembea katika upya na utakatifu. Lakini kitu kingine tumisha wamekuwa kikigusia, sitakwenda kwa undani sana. Walimwamini Yesu na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nguvu na ujazo wa Roho Mtakatifu ni msingi wa mahubiri. Mimi nilijazwa Roho mwaka 84 tukiwa kwenye konferensi moja
pale Msambara. Alikuwa na hubiri, tulikuwa na Kakete, tulikuwa na Solomon Nyimba, alikuwepo mzee Kidebuye. Sasa ninataja watu ambao hamjawahi kuwaona tangu dunia kuumbwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Sitakumbuka, sitasahau ule mwaka Solomon Nyimba alihubiri habari za Mkananayo. Na tulikutana siku moja, kichwa chake kimeshajaa mvi. Nikamwambia mzee, wakati tunahubiri mimi ndio nilipoteza roho. Lakini tulikuwa na kina Kidebuye anahubiri bwana. Wazee wetu wakisisitiza, watu waimbaji wakati ule walikuwa nakaa kwenye mabanda kama mkiotengeneza mahema hivi, na mkifika pale naangalia majani matupu. Kwaya hawaranda kuta watu wako wanaomba, wanajazwa Roho Mtakatifu. Usiku watu nakuta watu wananena kwa lugha. Kwa ni hali ya tofauti. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama tunafuatana, nyosha mkono wako namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Wazee wetu walielekeza habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Leo hii kizazi cha leo kinauliza, kwani nisipojaza Roho Mtakatifu siendi mbinguni? Mimi nikasema tu hilo jibu ni simple tu kulijibu. Ni simple. Kama unauliza swali hilo, kamuulize mwenyewe, kwa sababu atakayewapeleka mbinguni ni yeye mwenyewe, Roho Mtakatifu. Kwa kamuulize, hivi usiponijaza sitakwenda mbinguni? Mkubaliane, kwa sababu mimi mwenyewe namtegemea huyo. Kwa usiniulize hilo swali. Nenda kamuulize kwamba hivi ni lazima unijaze, usiponijaza kwani siwezi kwenda mbinguni? Mkubaliane. Amen. Amen. Kwa ujazo wa Roho Mtakatifu ni moja kati ya hubiri kubwa na msingi wa neno la Mungu. Na hii ndio msingi na siri kubwa ya Upentekoste ya kanisa letu limefika mahali hapa. Leo tunahitaji kuona watumishi, wachungaji, wainjilisti, mashemasi, wazee wa kanisa, waimbaji na makundi yaliyojazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu, sikiliza hivi, akiwa ndani yako anabadilisha vitu. Kuna vitu ambavyo huwezi kufundishwa na mtu. Kuna vitu ambavyo unahitaji kufundishwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Atakuelekeza katika maisha yako. Amen, amen. Amen, amen. Ya, ninakimbia nifike mahali. Lakini wazee hawa kwenye msingi huu wa Upentekoste waliamini juu ya uponyaji. Yesu kama anaponya. Na wazee wetu waliamini kabisa kwamba Yesu anaponya. Na wameona watu wakifunguka, wakaponya, walihubiri Injili. Wameona watu wakifunguka, watu wenye mapepo, wenye majini. Kabisa. Kwa na hata leo lazima tuamini habari ya uponyaji wa Yesu. Nataka nikwambie hivi, Yesu mponyaji bado yuko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tukianza operation ya uponyaji, hakuna jini, hakuna maimuna, hakuna sijui jini lenye jino moja, mgumu moja, sikimakata, vyote ni kufagia. Maana tunaamini katika nguvu ya Yesu iliyoachiliwa juu ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Na kizazi cha leo lazima tuamini. Na tukikuza weza uponyaji, usianze kuhangaika. Usianze kuhangaika. Leo watu wanahangaika, wanatafuta imani zingine. Unakwenda kwa watu wanatumia maji, sijui chumvi, sijui bangili za upako, sijui keki.
mafuta. Ninaambia hivi, nguvu ya Mungu haina kifungashio. Hebu mwangalie mwanzo kumwambia nguvu ya Mungu haina kifungashio. Wote ni yaani nguvu ya Mungu. Uifunge ndani ya chupa eti kunywa haya maji yatakuponya. Utapeli mtupu. Leo hii kuna utapeli ndugu zangu. Mpaka watu wamewalisha watu nyasi. Unapaswa kuona wewe unataka nyasi. Lakini ukienda kwenye imani potofu utalishwa nyasi. Mtu mzima, baba mzima, mama mzima na heshima yake ula. Halafu jamani nasema kura, hayo ni majani ya upako. Nimeombea nini hicho kitu mbona kiingia kilini? Hebu fungukeni, tunahitaji tusimame na Bwana Yesu asifiwe. Yaani tuamini katika Bwana Yesu asifiwe. Tuseme katika jina la Yesu kila kitu kisikie. Bwana asifiwe. Nguvu ya Mungu haina kifungashio. Sidanganyike nyie wa Pentekoste wenzangu. Anza kutembea na maji. Ukifika nyumbani yetu tunanyunyizia. Unaweka ulinzi. Halafu jamani yeye kupatia hayo maji nyumbani kwake anaunga mkali. Amefunga umeme, anasema hapa panalipwa na umeme. Halafu hapo nje ameweka askari, anamlinda tena na bunduki. Wewe amekupatia maji eti nyunyiza, hiyo ni nguvu ya Mungu. Kwa nini asinyunyize nyumbani kwake? Ushirikina wa hali ya juu. Wazee wetu, hebu sema wazee wetu waliamini nguvu ya uponyaji ya kwamba inatoka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine wanachokihubiri meshaigusa kidogo, ni kuwa mfano wa utakatifu na mwenendo safi mbele za Mungu na watu pia. Hauwezi ukapata makuzi mazuri ya kimungu kama una utakatifu, mwenendo safi mbele za Mungu na mbele za watu. Waliamini hicho. Na leo hii tunahitaji kutembea katika hilo. Tuhubiri utakatifu na tuishi maisha hayo. Mtumishi wa Mungu amekuwa akisisitiza hapa kwamba ni mbaya sana unatenda dhambi halafu unaingia madhabahuni. Ni kwa kuwa huduma ya uimbaji sasa hivi imebadilika. Hiyo badilika leo hii kuna jina jingine. Sio watumishi wa Mungu, mnaitwa wasanii wa nyimbo za Injili. Wasanii. Mimi hilo sikubali. Mimi ninapohubiri hapa siko kwenye usanii wa Injili. Niko nasema kwa uhalisia kabisa kutoka kwa Bwana. Lakini ninyi ni wasanii wa nyimbo za Injili. Na unakwenda madhabahuni kwa kuleta nini? Usanii. Mmekuwa kina Michael Jackson. Hao ndio wasanii wa muziki. Sisi hatufanyi majaribio wala sio maigizo. Hapana. Tuna uhalisia wetu, tunahubiri Injili. Biblia inaita Injili ya kwamba hii ni habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio. Kitu kingine, wazee ni kumtumikia Mungu ndani ya kanisa, tena kwa moyo, sio kwa kutaka fedha. Leo hii imebadilika. Wanaotumika wanataka unatulipa shilingi ngapi? Mbona tunatumika hatulipi? Tangu zamani haikuwa hivyo. Biblia inautaka kwamba unatumika kwa moyo. Sio anza kutafuta hela. Eti ili nitimize huduma yangu nataka hela. Ndio mwenyewe kwani mchungaji mwenyewe